Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kisha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kisha la asubuhi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi hii njema ya leo, ambapo wana wako na binti zako tumeamka salama, tukiwa na afya njema na tukiwa na nafasi tena ya kulitukuza jina lako. Tunaenda kujifunza somo hili asubuhi ya leo. Tunaomba Roho Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi, akitufundisha kuyashika haya yote tujifunzayo na tukayafanyia kazi maishani mwetu. Ikiwa yuko mmoja ambaye hayuko sawa katika afya yake ya kimwili na kiroho, huyo tunamkabidhi mikononi mwako. Fanya uponyaji kwake, na zaidi sana jina lako litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na kwa maana fadhili zako ni za milele. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Somo la leo linasema Mwokozi tangu umilele. Limejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya 3 na 4. Neno la Mungu linasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Tangu anguko, Bwana ameweka mapenzi yake katika mpango wa ukombozi, mpango ambao kwa huo anatafuta kumrejesha mwanadamu katika ukamilifu wake wa asili. Kifo cha Yesu Kristo pale msalabani kimefanya iwe rahisi kwa Mungu kupokea na kuisamehe kila nafsi inayotubu. Pale mtesekaji wa kimbingu alipoangikwa msalabani, malaika walikusanyika karibu naye, na walipokuwa wakimwangalia na kumsikia akilia, waliuliza kwa uchungu mkali, je, Bwana Yehova hata mwokoa? Kisha yakatamkwa maneno haya, Bwana ameapa, wala hata ghairi. Baba na Mwana wameahidi kutimiza matakwa ya agano la milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kristo Yesu hakuwa peke yake katika kuitimiza kafara yake kuu. Ilikuwa ni utimilifu wa agano lililofanywa kati yake na Baba yake kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Kwa kushikana mikono waliingia katika ahadi maalum kwamba Kristo angekuwa dhamana kwa ajili ya jamii ya wanadamu ikiwa wangeshindwa kwa udanganyifu wa Shetani. Ukombozi wa jamii ya mwanadamu daima umekuwa kusudi la halmashauri ya mbinguni. Agano la rehema lilifanywa kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Limekuwapo tangu milele na linaitwa agano la milele. Kwa hakika hakukuwahi kamwe kuwa na wakati ambapo Mungu hakuwepo. Ndivyo ambavyo kamwe hakukuwahi kuwa na wakati ambapo Mungu wa milele hakufurahia kudhihirisha neema yake kwa binadamu. Kadiri tunavyojifunza mada hii, kwa viwango fulani tunapata kuielewa, lakini bado kuna vina ambavyo hatuwezi kufikia kadiri tunavyojifunza utukufu wa mkombozi. Ni utukufu wa mfalme wa uzima, na uwezo mkubwa sana wa mwanadamu hauwezi kuufikia. Malaika wenyewe wanatamani kujifunza mada hii ya ajabu na ya pekee, ukombozi wa jamii ya mwanadamu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kisha la asubuhi, hii ni Machi 11 mwaka 2024. Somo linasema Mwokozi tangu milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.